Hivi huyu mwanamke anatafuta nini mimi? Tumeshaachana siku nyingi sana, lakini bado tu anazidi kunifuatilia. Kwa nini lakini? Inabidi niwe makini, la sivyo atanipeleka babaya. Mama, vipi? Una matatizo gani mama yangu? Mbona haupo sawa? Tangu ndani nakuita, hutaki kuitikia. Nini tatizo? Hamna tatizo binti yangu. Hapana. Wewe ni mama yangu. Nakujua vizuri. Huagi hivyo kila siku. Alafu kumbuka mimi ni mtoto wako. Ni mtoto wa pekee wa kike. Mtoto wa kike ni rafiki wa mama. Naomba niambie, nini tatizo? Usiwe na wasiwasi binti yangu. Kuwa na amani tu. Kama hamna tatizo sawa. Naomba ukaituongee. Ni kweli mwanangu, kuna kitu kinanichanganya na hakuna kingine, ni ndoto niliyoota. Ndoto? Ndoto gani hiyo? Usiku wa kuamkia leo nimeota ndoto mbaya sana. Simama! Shusha mzigo wako! Shusha! Unajifanya mjanja, si ndio? Sasa leo hii ujanja wako ndio umekuishia hapa. Pole sana mama. Asante mwanangu. Na kwa nini wote ndoto mbaya kama hiyo? Mwanangu, mimi ni gwiji. Tena naweza nikasema kushinda hata baba yako. Kwa hiyo hapa tuna vita kati ya mimi na baba yako. Lakini kinachoniumiza, kwa nini kwenye hii ndoto na wewe upo? Hivi mwanangu, ukikaa huotioti ndoto mbaya mbaya au kuna vitu babako anakushirikisha? Naomba uniambie binti yangu. Hapana. Kiukweli mama, mimi sioti ndoto mbaya yoyote. Nalala vizuri tu, siweweseki wala sifanyi chochote. Ila pia ugomvi wako wewe na baba mimi haunihusu. Wewe una mikoba yako na baba ana mikoba yake. Mimi niko katikati tu. Wewe utabaki kwa mama yangu na wewe utabaki kwa baba yangu. Na nikutoe wasiwasi. Sio kila ndoto ina maana. Nyingine ni ndoto tu. Binti yangu,
Hakuna ndoto inayokosa maana. Hii lazima itakuwa na maana yake, na nisipokuwa makini, basi babako atanipeleka kaburini. Chukua hii pesa, nenda kanunue maharage nusu. Sawa mama, ila punguza mawazo. Wala usijali binti yangu. Najua kiukweli uwepo wako katika maisha yangu nimekuwa mtu mwenye furaha sana. Yaani naogopa kukupoteza. Kama mimi ninavyokupenda tu. Kweli. Na maana muda wote natamani uwe karibu yangu. Nafurahi sana kusikia hivyo. Ila mimi nina jambo. Jambo gani tena? Kwa nini silete posa kwenu? Jambo la hili. Tena naona kama unachelewa. Unajua kiukweli maisha ambayo kila siku tunakaa kwenye miti hivi, mara kwenye miembe, sijui kwenye mikorosho, mimi binafsi imenichosha. Ndio maana nataka nije kwenu nilete posa, mimi nitambulike kwenu na utambulike kwetu. Sawa? Sawa, mimi nitafurahi sana. Yaani naona kama unachelewa tu kweli. Nifanye wewe hivyo jamani. Nakupenda. Asante. Ja! Ndewa, Huyu unazungumza nani nani? Katika mazingira kama haya na ukaji kama huu wa kimahaba kabisa, unafanya nini hapa? Hivyo una wazimu? Wewe umeanza lini mambo kunipangia mimi sema kukaa? Natokea lini ukanipangia tu kuongea nao? Unasemaje? Wewe usikie uchize. Mtulie bwana, wewe vipi wewe? Umetumwa? Wewe unakuta watu wamekaa unaanza kuleta fujo zako za nini sasa? Si upite uende safari zako. Ndewa, asante sana kwa kuniharibia hisia zangu za mapenzi. Kwa yote yale umeniongopea, si ndio? Hivi una wazimu? Mimi naye nani anamdanganya mwenzake? Wewe unajidanganya mwenyewe, mimi sijakudanganyaa. Mimi sikufuata hata siku moja ngambia nakupenda. Wewe si mwenyewe ndio unatuma tu kina kidu sijui kina lani unanipenda, nishakwambia nakupenda. Mimi ya mambo ndio nakataa siku zote unavyokuja sijui tu marafiki sijui tuwe nini, matokeo yake ndo haya. Unakutaa tu hapo katika starehe zake afu unakuja. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Mimi wewe sikujui. Mimi nina mwanamke huyo ambaye ndio huyo hapa. Huyu ndo mwanamke ambaye nampenda. Ndio kila kitu katika maisha yangu. Na siku si nyingi tutakualika harusi yetu. Sawa, mimi naenda, lakini kumbuka chozi langu lina thamani kubwa sana, na chozi langu halidondokagi kiwepesi. Utalilipa kwa aina yoyote, na kamwe sitakusamehe. Unajielewa kule? Nilipe chozi lako, nilipe kivipi sasa? Wewe ndio unayo machozi yako unatoa mwenyewe kijinga. Angekuwa ya samani usingetoa machozi kijinga. Unalialia kitu gani? Wewe unanilia mimi, unanijua mimi? Mimi ndugu yako. Nenda. Unampiga mikwala mimi wewe? Wewe mjinga nini? Au nimpige nini wewe? Hem, niache na wewe. Usinichanganye sawa? Hapa si unataka kudondoshwa wewe? Mwanamke anapataje ujasiri wa kuja hapa kusema wewe mtu wake? Naomba niache kwanza. Ina maana unatuchanganya, si ndio? Sasa Kagosi, wewe mwenyewe umeona hapa. Sio kwa kusikia, umeona kwa macho yako hapa nimemkataa mbele yako. Wewe ndio nimekutambulisha ndo mwanamke wangu. Sana unachanganya mimi. Mimi sikubali kuchanganya, sawa? Naomba tuishie hapa. Maana unaona kabisa sikuelewi. Naomba nisikize nikueleweshe basi. Yule mimi sina mpango naye na wala sijaikuwa na mahusiano naye. Yule ni shobo zake tu yeye mwenyewe. Yaani huyu John Cena mimi angenikalia ingekuwaje leo? Sasa unaogopa yule wakati mimi nipo? Wewe mwenyewe ulikuwa unayumbishwa hapa. Bila mimi kukushikilia. Basi bwana, achana nayo. Mimi ndo mkosea. Naomba nisamehe. Sawa. Nisamehe mimi. Ili nikusamehe nakupa wiki hiyo moja. Kama utoleta barua, mimi na wewe basi endelea na tipatipo wako, sawa? Sawa. Mimi niko tayari kuacha. Nisamehe. Yaani elewa tu hivyo. Sasa napika umsamehe basi na wewe. Leta posa afu mimi na wewe tutamaliza. Sawa, mimi naleta posa.
Mwanangu huyo, bora uje unisaidie kuchota maji. Binti Sultana, una nini? Hebu subiri kwanza. Mimi mama yako naongea na wewe afu nataka kuingia ndani, maana yake nini? Na kuuliza una nini? Hebu niambie. Mbona uko hivyo? Nataka kitumba cha udele. Unataka kitumba cha udele? Wewe ni cha nini? Mama, mbona maswali mengi? Nipe kwanza, mengine baadaye. Mwanangu, ile ni zana kubwa. Mimi siwezi kukupa wewe. Ile ukiitumia inaweza ikakuzuru, na wewe ni binti yangu mimi wa pekee. Ukitumia kwa kumpiga mtu, basi itamwathiri viungo vyake vya mwili, vinakosa mawasiliano. Kwa hiyo ile ni zana kubwa, na mimi nakupenda binti yangu. Siwezi kukupa. Kwa hiyo unanipa au nipi? Umeamua kuninyima, si ndio? Hapana binti yangu, siwezi kukupa. Labda nikupe zongo. Hapana. Binti Sultana. Binti Sultana. Baba, nakuomba chonde chonde, nipo chini ya miguu yako, naomba nipatie. Binti yangu Sultana, nakupenda sana mwanangu, na sitapenda kukuona hata siku moja ukiharibikiwa, kwa sababu wewe ndio binti yangu wa pekee. Najivunia juu yako. Sasa kwa hii fimbo nzee unayohitaji, hapana, hapana mwanangu, hapana, kwa sababu hiyo fimbo nzee ni zana kubwa. Hata mimi baba yako kuitumia kwangu situmie ovyo ovyo. Nakumbuka tangu nilivyoipata, huu ni mwaka wa 10, sije kuitumia hata siku moja. Sasa iweje wewe nikupe tu hivi kirahisi rahisi? Hapana mwanangu, itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu ile pale inavyotumika, labda unataka kumuondoa mtu hapa ulimwenguni, ndivyo inavyotumika. Na huyo mtu ukimfanya hivyo, baada ya kifa anatakiwa kae masaa 3 tu awe imezikwa, lakini vinginevyo anauza hapo hapo. Sasa mwanangu, hiyo ni zana kubwa sana, siwezi kukupa mwanangu. Ukweli ndio huo. Samahani sana mama yangu, nakupenda sana. Sawa, utaniniwelaze baba yako. Hiyo fimbo nzewe ni kubwa, siwezi kukupa mwanangu. Sasa anataka fimbo nzewe. Huyu mwanangu vipi, wakati hiyo fimbo nzewe yenyewe hiyo ni zana kubwa kabisa, haiwezi kutumika ovyo ovyo. Iweje yeye mtoto mdogo kama huyu anaitaka akaitumia? Kwanza anaipeleka wapi na kwa sababu gani hasa? Mimi mwenyewe baba yake yenyewe sitaki kuitumia hata siku moja. Siwezi kusema kweli. Nampenda sana mwanangu na siwezi kusubutu kufanya hivyo. Labda angetaka ngende ningempa, angetaka zongo ningempa, hata mwangeni afadhali, lakini fimbo nzewe Kagoso binti yangu, mimi nawapa baraka zote muoane. Naomba dua kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Ndewa ni mvulana mzuri sana, alafu ana tabia mzuri. Akikuona na mzigo njiani anakupokea, hata ukibeba panga au jembe anakukimbilia, anakupokea. Kwa hiyo kwa hilo mimi sina tatizo lolote. Asante mama, ila mama, nina jambo. Unajua wewe ndo shoga yangu, wewe ndo kaba yangu, na wewe ndo msiri wangu. Juzi katika mizunguko yetu bwana, niko zangu na Ndewa, akatokea binti Sultana, akaanzisha ugomvi pale, eti anadai Ndewa mpenzi wake. Yaani hapo hata kama zile baraka zangu nilizokupeni sasa hivi sina, yaani siwapi kabisa kwa hilo. Kwa sababu wewe binti Sultana unamjua wazazi wake wana matatizo. Unajua kabisa hapa kijijini jinsi walivyo.
Leo naona litafuta hili. Nataka mimi nigombane na majirani zangu. Nataka gombane mimi nisiombe chumvi sehemu yoyote. Kwa hilo mimi sitaki kabisa. Na wewe mwanamume muache. Tafuta mwanamume mwingine. Sawa? Mama, lakini pale kwenye ugomvi ndio alionyesha kabisa amtaki binti Sultana. Ila binti Sultana ndio alikuwa anamng'ang'ania. Tatizo nyinyi hamsikii na usiosikia la mkuu mwisho wake uvunjika guu. Kwa nini unang'ang'ania? Hili jambo sio zuri. Tafuta mwanamume mwingine akuoe, sio lazima uolewe na yule. Kwani wanaume wengine hao hujawaona? Sawa mama, ila nilimpa masharti. Nimwambia ndani ya wiki moja tu alete barua. Mbali na hapo mimi na yeye basi. Na amesema ataleta. Mtoto akililia wembe, wacha umkate. Sawa, tuone hiyo ndani ya wiki moja alete hiyo barua. Mama ataleta bwana. Unajua mimi nampenda. Mwanangu, hebu niletee maji ya kunywa. Nimekwambia niletee maji ya kunywa. Sasa unakaa unaniangalia tu. Mimi mwenzako nina kiu bwana. Shika. Baba. Nina salamu zako. Salamu? Kutoka wapi? Nimekutana na mzee Gonjwa. Babu yule ananitaniaga mchumbangu. Mzee Gonjwa, imekuwaje? Ameniambia ufanye hima uende. Sasa nende wapi sasa? Nende kwake au wapi? Ananiambia sijui kuna salamu zimetoka kata, sijui tarafa, mimi hata sielewi. Lakini sasa mbona wamenistukiza? Hii taarifa ya kwenda huko ilikuwa tangu jana. Sasa hii saa hizi jua limeshazama saa hizi huko kweli jamani, saa hizi mtokea hapa mpaka kule kweli. Kama ratiba zako haziruhusu usingoje kesho? Haiwezekani. Itabidi ndio leo. Kwa sababu mambo ya leo yafanyike leo na kesho ni kesho. Itabidi niende tu. Haina jinsi. Sasa sikiliza. Hebu nitie kofia yangu. Alafu nizile mikobazi yangu na vaga ile. Sawa, alafu na hii redio hebu niwekee ndani. Fanya haraka niwahi kwenda. Sasa mimi nakwenda. Kwa hiyo ndani kuna mchele hapo, utapika. Kama unapika ugali utajua wewe mwenyewe. Sawa? Sawa, haina. Mimi nitakuja hapa usiku. Kagosi, mambo poa? Mzima. Samani, naomba kuna jambo tulizungumze.
Ongea na kusikiliza. Kagoso, wewe ni mtu mzima. Tena una akili za kutimamu. Unakumbuka ile siku niliyokukutani pale wewe na Ndewa? Kuna kitu nilitaka nikufanye, ila ushukuru Ndewa akakugombelezea. Ndewa mimi ni mpenzi wangu. Tena wa muda mrefu sana. Kama ulikuwa ujui, nina malengo naye makubwa sana mimi na yeye. Cha kukuomba, naomba achana naye mara moja. Kwa hiyo hicho ndio kilichonisimamisha hapa. Labda tu nikwambie, angekuwa mpenzi wako siku ile angesema, "Si alikukataa?" Alafu wewe na Ndewa muendani. Mbona unapenda kulazimisha? Kagoso, kumbuka wewe ni mwanamke na mimi ni mwanamke. Na mimi nina moyo sio jiwe. Afu isitoshe, haya ninayofanywa mimi, hipo siku moja nawe utafanyiwa. Wahenga walisema, ukiona mwenzako ananyolewa, na wewe utie maji nywele zako. Ipo siku utafanyiwa hivyo. Hebu acha ngojera zako hapa. Labda nikwambie tu, kelele za chura zimnyimi tembo kunywa maji. Ila labda tu nikushauri. Sawa? Kama una shida na bwana, niambie mimi nikutafutie. Unasemaje? Yaani kwa leo kutonikolomea. Yaani nitakupiga wewe. Yaani labda nikwambie tu, siku ile nilikuwa nakuachia. Ila leo umeingia choo cha kiki. Sema unataka nini? Niguse? Niguse nikuchakaze. Niguse? Kijiji kizima hicho natambua kama mjomba wangu mjeshi. Sasa niguse. Wewe si jeuri wewe. Bouncer. Niguse. Niguse kama wewe mwanamke. Niache bwana. Sikiza nakwambia. Nakuonea huruma sana kwa hiyo unachokiongea. Mimi najua tu hujui unachokiongea na wala hujui utendalo. Mimi nimekusimamisha hapa kwa nia nzuri tu ili mali nikuambie unielewe. Ila naona mwenzangu hataki kunielewa. Sasa nikwambie. Mimi sitaki ugomvi na wewe wala sitaki ugomvi na familia yako. Mimi ninachokuomba, fanya ninachokwambia. Achana naye, sawa? Yaani hapo unavopiga makelele ndo kama unachochea penzi. Sawa? Na mimi kuachana naye sahau. Kagoso, unajifanya sana una mdomo wewe. Unajifanya mkubwa katika kijiji hiki Kumbe hujanijua wewe. Ngoja nikuonyeshe. Kitupa cha udele. Naomba nifanyie kazi yangu. Nifanyie jambo huyo mtu. Ninaona humu ndani na pilika pilika, sema nini mwenzangu unachotafuta, nifunge safari yangu kwa Mkombanyiko, kama nikila ubwabwa sheti kwa humu ndani.
umepatwa na nini? Tatizo gani limekupata mama? Sasa mama, kitu gani kilichokupata mamangu? Sasa kilichokupata wanangu? Wanangu jamani, wanangu nakupata tatizo gani mama? Aunga basi, naomba msaidie jamani. Wanangu, yaani naomba unisaidie. Wanangu wapatwa na nini? Tatizo gani limekupata mama? Sasa mama, kitu gani kilichokupata mamangu? Sasa kilichokupata wanangu? Wanangu jamani, wanangu nakupata tatizo. Kwani tatizo nini Ndewa? Mbona yale yameshapita? Mimi nishakusamege. Ilopita amepita Ndewa, tugange ajayo. Sasa umenisamea, umesikia mimi nina shida na msamaha wako. Wewe nimeshakwambia mimi nina mahusiano na Kagoso na nataka kuoa. Sasa ukija mambo yako kukumbatiana, sijui kwa nini unanijengea mimi picha mbaya. Alafu pia mimi sio mpenzi wako. Si nishakwambia siku ile nimekukataa pale mbele ya mpenzi wangu pale. Na unajua kabisa mimi nina mtu mwingine sasa hivi. Sasa unavyosema yamepita kitu gani? Mimi nina mtu mwingine na nampenda sana. Kwa hiyo naomba ukikutana na mimi tusalimiane, tujue inatosha. Mambo ya kukumbatiana, kuingiana mwilini mimi sihitaji kwa kweli. Nafikiri tumeelewana. Ndewa, kwani kosa gani mimi nilofanya? Mbona umechukua maamuzi bila kunishirikisha? Alafu isitoshe, hujaniambia kama umeniacha. Wewe unataka mimi nikwambie kitu gani? Au nikwambie kivipi? Siku ile si nimekwambia sikutaki. Mbona unalazimisha? Sijakwambia kwamba sikutaki wewe. Mimi sikutaki na mwanamke mwingine na nampenda sana. Na kuhusu kujua sababu ya kukuacha wewe, yaani kwa kifupi hujui mapenzi. Nimempata mtu ambaye nampenda, nimempata mtu ambaye fundi, anayajua, yeye ndo anasuuza moyo wangu. Na hii safari ambayo unaona anapiga hii, na kwenda huko kualika watu harusi yangu. Kwa hiyo naomba tusiendelee kufuatana, maana itakuwa haijengi picha mzuri. Mtu nimemwalika harusi, alafu anakuja kuona nasimama na mtu kama wewe njiani tunakumbatiana. Sio picha mzuri. Kwa naomba kuwa mwelewa tu. Tafadhali. Ndewa, asante sana kwa kunipotezea muda wangu. Mambo yote yale tulopanga yote bure. Kumbuka kuna vitu vingi tulivyoagana. Vote bure. Haya ndo maagano yetu, si ndio? Binti Sultana, mimi naona huna jipya. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii pia kukualika harusi yangu. Mwezi 25 kuamkia 26 mimi naoa. Kwa hiyo kama itakupendeza unaweza kuja pale. Harusi itafanyika kwa mjomba. Na kama haijakupendeza basi
sikulazimishi kuja. Kwa heri. Hebu elewa basi wewe. Si nishakwambia mimi mume wa mtu mtarajiwa? Wewe unanishikashika kitu gani? Wewe. Jingani. Alafu ile juzi nimekustai tu. Uelewi? Ndewa kunifanyia hivi mimi? Wewe kuniumiza mimi? Nitaka nikusamee. Kama sitakusamee, ngoja nikuonyeshe. Sieka yantuliza mawazo, ngoma ya wazi kuwasieka. Yantuliza mawazo, ngoma ya shamba sieka. Rudi. Sisi kusalimia tena. Nimekwambia rudi, kusalimia ndo nini? Rudi. Umebeba nini? Mama, nimebeba kigogo. Maana tu naona kibao cha mbuzi unakalia peke yako. Afu isitoshe kibao chenyewe kifupi. Yaani mimi nikikaa miguu najikunja. Nikitaka kupika napata shida, nikitaka kuosha vyombo napata shida. Nikaamua tu niende tu nikajitafutia mwenyewe kigoda changu. Basi. Asa mbona nikipeleka ndani? Weka hapo. Mimi nitaka tu nikakiweke ndani tu kabisa. Tangu lini kigoda cha kukalia kikakaa ndani? Na kati vyombo tunaoshia nje, kupika tunapikia nje. Wewe ukakiweke ndani ili iweje? Weka hapo.
Mwanangu, mbona umeamua kuniumbua mama yako? Umri mdogo na beba silaha kubwa. Masaa machache tushaumiza mtu mmoja. Je, masaa 10 si utaumiza kijiji kizima? Sultana mwanangu. Nyamagimba, kwa nini mwanamke unanifanyia hivi? Nimekosea nini mimi wewe? Yaani umeamua kwa nguvu zako za giza, umetoka nyumbani kwako kuja kwangu kuja kuchukua fimbo yangu nzee. Una maana gani lakini? Una maana gani? Wakati unajua kabisa kama mimi ile pale ndio kinga yangu. Na wewe kwako si unayo? Shida ni nini? Lengo lako ni kitu gani? Lengo ni kitu gani? Sasa nisikilize. Tena bahati nzuri tumekutana hapa. Nilikuwa nakuja kwako. Nataka unirudishie fimbo nzewe yangu. La sivyo, leo patachimbika hapa. Nimeshakwambia. Sitaki masiala na wewe kabisa. Tena sitaki masiala. Nimeshakwambia nakwambia. Nisikiliza nikwambie. Mimi mwenyewe nimetoka nyumbani kwangu mpaka kufika hapa. Nakutana na wewe. Huu mguu unavyouona ulikuwa unakuja kwako. Mimi mwenyewe vile vile nimeibiwa kitumba changu cha udele. Na ninakuhisi ni wewe. Wewe mwanamke, mimi sio mjinga. Umenisikia hiyo? Tena usinipumaze zangu akili. Sawa? Nina akili timamu. Nataka unirudishie fimbo yangu nzewe. Basi, sitaki masiala na wewe. Kwa sababu gani? Mimi hapa nilikuwa na uwezo kuja kuchukua kitumba chako cha udele kwa muda wote ule ambao mimi nilikuwa nautaka. Lakini nakuheshimu na kuthamini, nimekuacha ili nacho nini kikulinde. Lakini wewe hujalizika kutoka madaraka, umeona bora utoke huko kuja kuchukua fimbo yangu. Kwa nini lakini? Nataka fimbo yangu. Yaani hivyo unavyoongea hivyo, hapa na mimi ndo unanifungua masikio. Ninayemuhisi hapa ni binti yetu Sultana, kwa sababu yeye ndo aliyekuja kuniomba nikamnyima. Hivyo unavyoongea hivyo ndio napata akili kwamba basi atakuwa yeye ndo muhusika wa hili. Binti Sultana, nakuomba chonde, nipo chini ya miguu yako, naomba nipatie. Sasa mwanangu, hiyo ni zana kubwa sana, siwezi kukupa mwanangu. Samahani sana mama yangu, nakupenda sana. Sawa, utaniniwelaze baba yako. Hiyo fimbo nzewe ni kubwa, siwezi kukupa mwanangu. Sasa kwa nini amefanya hivi? Na kwa sababu gani? Ana nia gani na mazumuni gani? Unajua ni hatari sana. Halafu kinachoniuma mimi, bado mtoto mdogo sana. Ile zana ni kubwa, hawezi kuitumia. Akili zake bado ni ndogo. Masaa machache tu kashaanza kuifanyia kazi. Toba. Hebu niambie, akifika masaa 10 sikashamaliza kijiji chote hiki? Jamani, ana nini huyu mtoto? Halafu ukiangalia umri wake mdogo, lazima tu. Sasa nisikilize, mimi nachokuomba, hizi tofauti zetu kati ya mimi na wewe tuziache kabisa. Sawa? Hapa tuangalie tutatatua vipi hili tatizo, kwa sababu ni aibu. Hata upinzani wetu wa kijiji cha pili wapi na wapi huko, sawa, watamnyang'anya kwa urahisi. Yule bado mchanga, na ukimnyang'anya mimi na wewe tumeumbuka. Na hapa kijijini vile vile watu wakisikia hawa maguji wenzetu, mimi na wewe hatuna thamani. Tufanyeje? Hapa tofauti zibaki vile vile, ila tuangalie jinsi gani tunatatua hili tatizo, maana ishakuwa aibu. Mama Kagoso, pole sana. Sijakupoa.
Ili ndio nilokuitia. Hebu muone mwanangu kwanza. Nimemuona mama. Kwani mama, tatizo nini mpaka Kagoso imepelekea kuwa kwenye hali kama hii? Sijui. Alipoenda kwenye matembezi yake, aliporudi alikuwa anapepesuka. Alipata kitu kama kivambo, akaanguka uwanjani. Mpaka leo binti yangu hajapata nafuu. Usilie mamangu, sawa? Kwani machozi hawezi kumtibia mgonjwa, sawa mama? Cha kufanya mimi na cha kukushauri, bora uende kwa mzee mwenye mvua, maana mzee mwenye mvua ndo anaweza kulitibia hili tatizo, sawa mamangu? Atapona kweli binti yangu? Usijali mama, atapona tu na atakuwa sawa, sawa? Maskini rafiki yangu, sijui kimemkuta nini. Mara mwisho tunaachana alikuwa mzima kabisa. Kwa hiyo tunafanyaje mjomba? Maana hali yake inazidi kuwa mbaya. Kisikia mtu mzima amevuka nguo, ndio leo dada alinikabidhi na akiwa na uhakika amemwacha sehemu salama, na alijua nitamlinda, nitamlea na kumtunza pia, lakini kwa hili siliwezi. Matatizo madogo madogo yote niliyatatua. Hapana mjomba, kuugua sio kufa, kikubwa tu kumhangaikia. Tunafanyaje mjomba ili akae sawa? Sawa. Ugonjwa wake huyu sio malaria, sio UTI wala typhoid. Haya ni mambo ya wanaomiliki hizi zana wamefanya uzembe kama huu. Huu ni uzembe mbaya sana. Kwa nini? Mzee mwenye mvua, tutafanyaje au utanisaidiaje ili tuokoe maisha ya binti yangu pamoja na Ndewa? Hawana makosa yoyote wale watoto kwa kweli. Sawa sawa, umesema vizuri sana. Cha kufanya hapa lazima mniletee Bi Nyamagimba na mzazi mwenzie. Hawa watakuwa wanahusika na mambo hayo. Nyamagimba na mzazi mwenzie? Mzee mwenye mvua, wewe wanahusika na lipi hapa? Umesema vizuri sana, wanahusika. Bi Nyamagimba yeye anamiliki kitumba cha udele na huyu mzazi mwenzie anamiliki fimbo nzewe. Huu ni uchawi tosha, ni ubaya mkubwa sana. Naamini kabisa hawa wamefanya hivyo, ndio maana matokeo. Ili kunusuru matatizo ya vijana wenu, nileteni hapa, tutakuwa tushamaliza kazi. Kinyume cha hapo, hili swala litakuwa bado linaendelea. Mmenielewa jamani? Yaani kama kuhangaika, tumehangaika vya kutosha. Kijiji chote hichi tumekimaliza, lakini huyu binti Sultana haonekani. Atakuwa ameenda wapi? Yaani mimi mwenyewe hapa nishavurugwa. Sielewi wala nini. Labda tukajaribu kutafuta huko mjini. Inawezekana pengine amepanda mabasi, amekwenda mjini kama unavyosema. Hilo nalo tuliangalie. Lakini Nyamagimba, kwa nini binti Sultana afanye mambo kama haya? Aje nyumbani kwangu kule, aje kuiba silaha zile kwa siri, aje kwako achukue ile pale kwa siri bila sisi kujua? Kuna nini hapa? Au kuna jambo nyinyi mnanificha? Nieleze ukweli kwanza.
Hakuna jambo lolote mimi ninalokuficha. Mimi sasa hivi nashangaa sana, binti Sultani amekuwa mkali, mjeuri, yani haelewi wala hasikii. Kunako kwendea na karibia kumshindwa, atakuja kukaa huko nyumbani kwako. Afadhali tulivyowakuta pamoja. Karibuni ndugu zangu. Karibuni. Mzee Uwesu, watoto wetu wamewakosea nini mpaka mmeamua kuwahukumu bila hatia? Mama Kagoso, hata sisi hapa tulipo tunashangaa sana. Yaani hatujielewi. Kwa nini imetokea hivi? Mimi na mzazi mwenzangu wala hatuna makosa yoyote. Ili jambo alilofanya ni binti yetu mwenyewe. Unamaanisha binti Sultana? Ndiyo. Binti yetu ndio aliyefanya haya madhara. Sasa ndugu zangu, mimi nilikuwa naomba tu kitu kimoja. Tuache hasira. Ili jambo tuacheni sisi wenyewe wazazi, mimi na mwenzangu. Tutafanya kila linalowezekana. Ili swali litaisha. Hapana mzee Uwesu. Ili jambo hamwezi kulimaliza peke yenu. Tunataka sisi sote tushirikiane. Kwa nini ili swala mlifanye peke yenu? Mimi nimekuja hapa. Mzee Mwenye Mvua anawaita. Mzee Mwenye Mvua? Ndiyo. Mmekosea. Tena mmekosea sana mtu na mzazi mwenzie. Mnafanya mambo ya kitoto kabisa. Mambo gani mliyofanya? Mambo gani? Mnamwacha yule binti yenu anatesa watu. Nasema hivi, nyinyi kuanzia hivi sasa hamstahili kabisa kupewa nguvu ya aina yoyote ile. Hamstahili nyinyi. Mkulu, kwanza kabisa tunakuomba msamaha. Kwa sababu haya yaliyotokea haya, hata sisi vile vile wala tukukusudia. Tulikuwa na nia njema kabisa ya kumridhisha sisi mtoto wetu, binti yetu, ili naye baadaye aje kuwa mkulu. Lakini huko alipofikia huyu binti yetu ni mbali sana, amefanya haraka. Sije akili yake imekuwaje, imekuwa mbovu kabisa. Tunashangaa hata sisi. Bibi Nyamagimba, unakumbuka ulivyopewa kile kitumba cha udele? Na wewe ulivyopewa ile fimbo nzewe? Mnakumbuka masharti mliopewa? Ndiyo nakumbuka. Haya, sasa sema mwenyewe. Sema mwenyewe kabla mimi sijafika mbali, sema. Tumeambiwa tukitaka kumiliki hizi nguvu, kila mtu akae na maisha yake. Yaani tuvunje ndoa. Kwa sababu mafahali wawili huwa hawaishi zizi moja. Na tulifanya hivyo. Na tuliambiwa endapo tukirudiana, basi nguvu ya hizi zana zetu zitatoweka. Umesema vizuri sana. Haya, sasa ndio yameshatokea hivi. Binti yenu ameshasumbua na kuwazuru watu katika hiki kijiji. Tunafanyaje? Ada Mkulu, mimi nikuombe tu kitu kimoja. Sijui hata nisemeje kusema ukweli. Labda nikuachie wewe ushauri wako kwetu sisi. Hapo hakuna jibu. Unauliza swali wakati jibu unalo mwenyewe. Hapo ni nyinyi kurudiana. Kitumba cha udele nguvu yake na nguvu ya fimbo nzewe zikikutana zitanusuru kabisa. Kinyume cha hapo, kama hamkufanya hivyo, basi matatizo haya na wanakijiji wote, laana hizi zitamwangukieni nyinyi. Mkulu, labda tu kwa kuokoa hii hali, maana imeshakuwa mbaya. Kwa upande wangu mimi niko tayari kumrudia mke wangu, ili mambo yakawa yako salama. Na mimi niko tayari, hata kama ukulu nilikuwa nao nikivuliwa, mimi niko tayari baba. Na mimi pia niko tayari. Sasa kama tumekubaliana hilo, kesho tukutane kwenye msitu wa Lugoza, kuanzia wale wagonjwa na nyinyi wenyewe wote muwepo pale, na yule binti yenu mimi namwita anakuja pale. Wagonjwa ni wanusuru na yule binti yenu ni mnyang'anye zile nguvu, asiendelee kuzuru watu.
Asante, tumesikia na tumekuelewa. Asanteni sana. Sawa. Asante. Mweo mgaya mwe, ho mulangole mweo mgaya mwe, ah mulangole o mgaya mwe, mulangole mgaya mwe, ah mulangole mweo mgaya mwe, akolo mulangole mweo mgaya mwe, ah mulangole mweo mgaya mwe, akolo mama mweo mgaya mwe, ah mulangole mgaya mwe, akolo mama mweo mgaya mwe, ah ngole mweo mgaya mwe, akolo mama mweo mgaya mwe, kole kamsokole nyanda kole mwene mbago kinyamkera tamkolo kali kachayo Sultana wa mulangole mwe Sultana wa njoo Sultana, njoo Sultana. Apa. Sultana, umekosea sana, tena umekosea sana. Umewaibia sana wazazi wako. Nani aliyekuruhusu? Umeingilia mamlaka ya hawa watu. Nani amekuruhusu wewe? Umekosea, umewakosea wazazi wako. Sasa nasema hivi, shika damu yako, shika damu yako. Sema Sultana, sema. Nisamehe Mkule, wazazi wangu, naombeni msamaha kwa haya yaliyotokea. Ila sio kwa bure, ni mapenzi tu haya. Nilitokea kumpenda sana Ndewa, ila alinibadilisha baada ya kumkuta na Kagoso. Niliumia sana, na ndio nilipochukua uamuzi wa kuja kuwaibia nguvu zenu zote mbili kwa hasira, ili nikarudishe kisasi, bila kujua kama nitatia kwenye matatizo wazazi wangu. Naomba msamaha wenu. Pia nimefurahi sana kusikia kama mmeacha tofauti zenu na kurudiana kuishi kama mke na mume. Hicho ndicho kilichonirudisha hapa. Weka chini. Umekosea sana, umenikera sana, umeingia mamlaka sio yako. Kwa nini? Chakatu mahepe we. Mahepe. Wengalale mahepe. Chakatu mahepe. Ende mkalele chakatu. Chakatu mahepe. Chakatu mahepe. Ende mkalele mahepe. Chakatu mahepe. Wende mahepe we. Chakatu mahepe. Wende mkalele mahepe. Chakatu mahepe. Mahepe. Chakatu mahepe. Wende mkalele mahepe. Chakatu mahepe. Inuka. Tulia. Tulia. Nishamaliza kazi. Hakuna kitu tena. Hakuna kibuyu cha udele wala ile fimbo. Kwisha. Sasa naomba mnisikilize kwa makini. Ndewa na Kagoso mtaendelea mahusiano yenu ya mapenzi yenu na ndoa yenu. Sultana, itabidi ukubali matokeo. Sitaki tena kurudia mambo yako. Sitaki. Sawa?
Haya chakatu mahepe mwe. Ene kaone mahepe mwe. Mwana lole mahepe. Chakatu mahepe mwe. Kankalole mahepe. Chakatu mahepe. Wazamale mahepe mwe. Chakatu mahepe. Wekalole mahepe. Chakatu mahepe. Nkalole mahepe. Wenkalole mahepe. Chakatu mahepe. Wenkalole mahepe. Wekalole mahepe.